Naitwa Elena Juma. Mimi naenda Tunduma kwa kutumia usafiri wa basi hili lilikuwa mbele yangu. Nilitoa Rr1,30,035. Tiketi haijaandikwa hata majina. Sasa hivi wamembana hapa akanipa shilingi 20,000. Mimi nilikuwa nadai tu kwamba wangenirudishia tu hiyo iliyobaki kama 80,000. Nikaenda tu kukata tiketi mbele ya safari huko. Tumeamuru gari lisiondoke mpaka watafute hiyo 100,000 wamrudishie huyo mama. Lakini tulivyokuwa mle ndani, yule agent akampa 20,000 na nimemwambia miliki gari haliwezi kaondoka wakati abiria hajarudishiwa. Na huyo anayekata tiketi humo ndani amesema atafanya jitihada mpaka rudishiwe 80,000 iliyobaki. Lakini kwa kosa kama hili inatakiwa, kwa sababu tutaripoti LATRA. Tio nimemwambia ripoti LATRA kwa sababu LATRA wako mjini ili aweze kushughulikiwa ipasavyo, kwa sababu ushahidi tunao. Pia changamoto ya pili, wametoa tiketi ambazo haziendani na majina ya wanaosafiri. Karibu abiria 15 wametoa tiketi inayoandikwa Ana. Sasa kama nilivyotoa elimu asubuhi kwamba abiria lazima ukague tiketi yako, baada ya kupata elimu hawa watu ndio wakapaza sauti kwamba sisi tuna tiketi moja imeandikwa Ana. Kwa hiyo tunachokifanya hapa, tunataka kila mtu andikiwe tiketi ya kwake ya kutoka Kahama kwenda Mpanda ambayo ni 35,000. Mwisho wake sasa nimetoa maelekezo kwamba ili gari lipigwe faini 2. Faini ya kwanza kutoa tiketi ambayo haiendani na jina la anayesafiri. Pia ingine, dereva na kondakta hawajavaa uniform, wamevaa kiraia. Na hii inamhusu kondakta na dereva, maana wamevaa kiraia. Na wao wanapigwa faini ya 2. Na ile ya kwanza wanapigwa faini kwa sababu gari litaka kuondoka, ni uzembe wa kondakta. Na nina imani alikuwa anajua. Ndio maana alitaka kuondoa gari, kwa sababu wajibu wa kondakta ni kuhakikisha kila abiria anakuwa na tiketi ambayo inaendana na jina lake. Ndio maana nimeamuru wapigwe faini makosa mawili, la kutovaa uniform na kutokagua tiketi za abiria. Lakini bado tunamtafuta agent aliyekimbia ili naye tuweze kumwadhibu, na nimeisha wasiliana na mmiliki wa gari ambaye yuko Shinyanga mjini, na msaada aliotoa ni kumpigia agent mwingine ili abiria waweze kufanya nini, kusafiri. Kwa hiyo natoa maelekezo kwamba kuanzia leo, na nimempa maelekezo DTO awasimamie askari kila asubuhi ili jambo hapa likomeshwe. Na kwa Watanzania wote inatakiwa sasa hivi au na kuendelea, kila mtu awe na tiketi inaendana na jina lake na hilo gari, na ni marufuku kwa agent yoyote kutoa tiketi ambayo haiendani na gari pamoja na jina la huyo mtu. Hii inaleta sintofahamu, hata wamiliki wanashindwa kusimamia. Kwa hiyo kama wewe mmiliki ukaona huyo agent ni mdanganyifu, ni bora ukamtafuta mtu mwingine ili fedha uweze kuzipata kutokana na ukweli wa madereva walio waaminifu na maagenti.